Sisi kamati ya nishati na madini tumeendelea na ziara yetu ikiwa ni siku ya pili katika mkoa huu wa Shinyanga, ziara ambayo inajielekeza kwenye miradi ya sekta hii ya nishati ambayo ilitengewa fedha kwenye bajeti ya 25-26 ikiwa ni maandalizi ya kuelekea vikao vya kamati kwa ajili ya maandalizi ya bunge la bajeti. Kwa hiyo hapa tulimetembelea mradi huu wa uzalishaji wa umeme kwa kutumia teknolojia ya sola, na tulipofika hapa tumetembelea huu mradi, tumeona, tumepewa taarifa, lakini kama ambavyo nyinyi wenyewe mnashuhudia mapinduzi makubwa yaliyofanya kwenye sekta ya nishati ya kuweza kwa mara ya kwanza kupata megawati 50 kutokana na jua, ambapo mradi huu umefanyika katika eneo hili, na nataka niseme nadhani tangu uhuru hatujawahi kuwa na mradi mkubwa wa aina hii kwa kutumia jua wa megawati 50. Kwa hiyo sisi kama kamati tunashukuru kwamba zile fedha ambazo ziliidhinishwa takribani bilioni 118 ambazo zimetumika hapa kwa mwaka wa fedha 25-26, sisi tunaona zimetumika ipasavyo, kwa sababu mradi huu umeshaingiza kwenye grid ya taifa hizo megawati ambazo zinazalishwa. Kwa hiyo utaona dhamira ya serikali ya kuwa na energy mix, ya kutotegemea chanzo kimoja, mfano umeme wa maji tu au umeme wa gesi, lakini leo tunapata fursa kama nchi kuweza kupata umeme katika vyanzo vingine, na hivyo kuongeza uhakika wa upatikanaji wa nishati ya umeme. Kwa hiyo kamati ya bunge inaipongeza serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa kweli ndo mradi huu umetekelezwa kipindi chake kuanzia mwaka 2023 kwa kazi hii kubwa na nzuri. Tunaipongeza Wizara ya Nishati pamoja na shirika la TANESCO kwa usimamizi wa mradi huu, na kadri tulivyoarifiwa pia mradi huu utakuwa na kuendelea tena kwa awamu ya pili, ambapo mipango inayoendelea sasa ni kuwa na kituo cha kuzalisha megawati 100. Kwa hiyo kama kamati tunaendelea kutoa wito serikali kuendelea kupambana kwa hiyo energy mix, na ili kuweza kufikia lengo la megawati 8,000 ifikapo 2030. Na kwa mwenendo huu sisi kama kamati kwa niaba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutakuwa tayari kushirikiana na serikali katika kuidhinisha bajeti, katika kutoa ushauri na katika kusimamia na katika kuja site kuangalia value for money ya fedha ambazo zinaidhinishwa kwa ajili ya sekta nishati. Kwa hiyo tuniseme kwa niaba ya wabunge wenzangu na kamati ya nishati na madini, tumefurahi mno kwa sababu kama kamati tunajivunia tumeanza vizuri kuona mradi kama huu wa megawati 50 kupitia nishati ya jua umekamilika na umeingiza hizo megawati kwenye grid ya taifa. Kwa hiyo tuna imani wananchi wetu watafaidika, kwa sababu sasa umeme ni mwingi, lakini pia na upatikanaji wake utakuwa wa uhakika. Jumla ya fedha ambazo zimetumika katika awamu ya kwanza ni bilioni 118 kwa ajili ya megawati hizi 50, lakini awamu ya pili ambayo itazalisha megawati hizo 100 itakuwa na kama bilioni 216 hivi, ambazo zitatusaidia sasa kuweza kuongeza uwezo wa uzalishaji. Mmemsikia mwenyekiti akizungumzia swala la energy mix katika taifa letu, na mnaona mabadiliko ya tabia nchi duniani ambavyo yanaendelea. Hatuwezi kutegemea chanzo cha aina moja ya katika uzalishaji wa umeme. Tumekuwa umeme wetu mwingi tunategemea umeme wa hydro ambao unatokana na mabwawa na maji, ambapo mmeona mvua zetu hazitabiriki, hivyo saa nyingine mabwawa yetu kutojaa vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo ni jitihada kubwa ya serikali ya awamu ya 6 iliweka kuhakikisha kwamba tunapata umeme kwa njia mbalimbali ikiwemo ya sola, na mradi huu ndio maana ukaanza mwaka 2023 kwa kuanza kujengwa, lakini katika kipindi cha 25-26 mwaka wa fedha imelipwa karibia bilioni 80 hapa kwenye mradi huu. Kwa hiyo utaona jitihada kubwa zinazofanyika, na tunaendelea na jitihada za kuhakikisha pia tuweze kupata
tutapata megawati kama 130 za geothermal ambapo itatuongezea hiyo energy mix. Tunaendelea kuangalia pia kuongeza namna ya uzalishaji kwa njia nyingine ya upepo, kuwa na zile turbine zinazozungushwa na upepo. Hii yote ni kuhakikisha kwamba Mtanzania anapata umeme wa uhakika, na mpaka ifikapo 2030 tuweze kuwa tunazalisha jumla ya megawati 8,000. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo inafanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan na kwa usimamizi wa karibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu wao ndio waidhinisha budget, wao ndio wanaokuja kuona kwamba je, yale walioidhinisha yanatekelezwa. Na nashukuru mwenyekiti, mmejionea wenyewe na wajumbe kwamba fedha mlizoidhinisha kwenye budget zinafanya kazi huku field. Ungana na waheshimiwa wabunge, kamati ya nishati waliofika hapa katika mradi huu wa umeme jua, na ni kweli mradi huu unaenda vizuri kama walivyojiridhisha waheshimiwa wabunge. Nasi tunasema kwamba kwa kuwa mradi huu uko mwishoni kwa ajili ya kukamilika tayari kwa uzalishaji wa umeme, ni faraja kubwa sana kwa Watanzania kupata umeme ambao utakuwa ni chanzo kikubwa cha kuongeza umeme mkubwa katika gridi ya taifa. Niseme tu kwamba mradi huu umesimamiwa kwa wakati na umekamilika kwa wakati. Wilaya ya Kishapu, umeme huu utatusaidia sana, kwani utaongeza uzalishaji. Kama tunavyofahamu, wilaya ya Kishapu imezungukwa na madini. Hivyo vijana wengi, wananchi wengi wanafanya kazi za uchimbaji. Hivyo watakapokuwa wamepata mashine ambazo zinatumia umeme, zitawasaidia sana kurahisisha uzalishaji wao katika uchimbaji wa madini. Lakini bado tuna mifugo yetu. Sasa kutakuwa na viwanda, watu wataanzisha viwanda hapa, ili hitaji la umeme mkubwa kwa ajili ya kuendesha viwanda vile itakuwa ni rahisi sana. Pamoja na hayo, bado tuna jineri za pamba ambazo na zenyewe bado zinahitaji umeme. Hivyo umeme, upatikanaji wake utasaidia sana wananchi kwa ujumla. Watafanya shughuli zao kwa uzalishaji huu wa umeme mkubwa ambao utakuwa umeongeza kwa wilaya ya Kishapu, kuhakikisha kwamba uchumi unapanda wa mtu mmoja na taifa kwa ujumla. Tuna miradi miwili tumetembelea leo. Mradi wa kuzalisha umeme kupitia nguvu ya jua pale Kishapu na hapa kwenye kituo cha kupoza umeme. Ule mradi wetu wa kuzalisha umeme kwa kupitia jua wa Kishapu megawati 50 awamu ya kwanza, tuko kwenye hatua za mwisho kabisa, lakini kikubwa kwa sababu watu wanataka umeme wa Watanzania kutoka kwenye mradi wa umeme jua umeshaanza kuzalishwa na umeingizwa kwenye grid. Tuna wiki ya pili sasa tumeshaanza kufanya hivyo. Ule mradi Mheshimiwa Rais ametoa kiasi cha fedha za Tanzania bilioni 118. Tunatekeleza ule mradi na wadau, mfuko wa EFD kutoka Ufaransa, jitihada za Mheshimiwa Rais za kukuza diplomasia ya uchumi, bilioni 118. Mradi wa umeme jua umekamilika na umeme sasa unaingia kwenye grid. Pale muda si mrefu tunaanza kutekeleza mradi mwingine wa umeme jua megawati 100, shilingi bilioni 204. Serikali ya awamu ya 6 imewekeza kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo AFD kutoka Ufaransa. Hapa tulipo ni mradi wa kituo cha kupoza umeme Ibadakuli Shinyanga. Hiki kituo kinakwenda kuongeza nguvu. Hapo mbele kuna kituo kingine nafikiri mnakifahamu ambacho kinafanya kazi. Kwa hiki kituo kitakuja kuwa kituo kikubwa zaidi ya kile. Kitawezesha njia za kusafirisha umeme za msongo wa kilovoti 400 kutoka Singida zije hapa. Kwa hiyo uwezo wa sisi sasa kuhudumia watu wa Shinyanga, Simiyu unakwenda kuongezeka, kwa sababu kituo hiki kitakuwa ni kituo kikubwa kuliko kituo tunachokitumia sasa hicho hapo mbele. Hapa kutakuwa kuna njia ya kusafirisha umeme msongo wa 220 kutoka hapa kwenda Simiyu. Simiyu tuna kituo kingine cha kupoza umeme tunakijenga pale, tunajenga sisi wahandisi wa TANESCO wenyewe. Kwa hiyo kituo hiki tuko karibia 50% kwa sasa za ujenzi. Ujenzi wa vituo hivi una hatua hizi mbili. Kuna hatua ya tunasema civil works, yani hatua za ujenzi wa kawaida mnaoona, tofali, simenti, kutengeneza mitaro ya kupitisha nyaya na kadhalika. Lakini tuna hatua ya pili ya vifaa sasa. Hayo matransformer na vifaa vingine ambavyo vyenyewe kwa mujibu wa taratibu unaenda kuvitengeneza kwa manufacturers kulingana na mahitaji yako. Huwezi kuvikuta dukani unanunua kama unavyonunua viatu au kama ulivyonunua kamera.
Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.